Hebu chukua miguu yake uyaweke kwenye miguu yako hapa. Hebu tafuta kucha zake zinakuwa kama za mganga wa kienyeji, anza hata kuzikata. Ukizangaa kucha kama za mganga wa kienyeji, umesha kumkata kucha lini? Hebu ziweke hizo miguu hapa, kaa hivi, tulia, uiweke hapa. Baadaye anza tafuta kukata kucha, tengeneza kucha zake vizuri, anza kunini, chukua miguu yake weke kwenye maji ya moto, anza kuyaosha. Na wakati unapoyaosha huko, unajua ni kitu gani nataka nimwambie. Mwanaume yoyote ule ukifanya hivyo, tayari moyo wake uko kwako. Haleluya. Ukifanya hivyo mwenyewe atasema nini imenitokea leo? Lazima atafungua moyo wake kwako. Na akifungua, mwanaume ukimwambia neno wakati amefungua moyo, hatolisahau. Tatizo waga mnasema wakati akili yake inavurugika na mambo mengi, ndio maana la kwako likija laleangusha chini. Sisi wanaume nikipenda, yani ukinipata vizuri, niko tayari. Ndio maana nakutaka mwanaume yuko tayari hata kuiba amridhishe mwanamke. Uongo kweli? Kuna vitu hawezi kukufanyia kwa sababu bado hujamgusa. Ukimgusa vizuri, ataitafuta popote pale afanye. Kuna watu wanyelewa kwa sababu unaishi na mume wako kwa mazoea fulani, ndio jinsi alivyo. Haleluya. Hebu jaribu kufanya nachokwambia. Wanaume wanapenda kula, wanapenda maneno mazuri, wanapenda kula. Mpe kitu wale. Hebu mtafutie siku nyingine, fanya surprise. Hizo sio pesa zako anakupaga hizo. Kama anaga pensi, mume wako anaga pensi, ana pensi, si unanunua, ina shilingi ngapi? Ina 5,000 tu, unamnunulia. Unamwambia mume wangu, hebu vaa kwanza hivyo upunge upate kiupepo. Akisurvive na kisinglet, unamwambia tulia hapa, ajisikie kama yuko ana mke. Lazima atakusikia. Delila aliwezaje kumweka Samsoni kwenye 18? Haleluya. Kwa ukifanya hivyo, utaanza, hiyo ni gharama, yamkini amesha kukwaza, ameshafanya hali, ameshafanya ile, amefanya lile, yamejaa hapa moyoni, lakini unaamua tu kuvumilia, unafanya hayo. Sio gharama hiyo? Sio gharama? Sasa kama upende kutoa gharama, hauwezi kuwa na ndoa nzuri. Haleluya.